Kuna takwimu nimeziona nikiwa nasoma zinasema hivi. Tafiti zinaonyesha kuwa 79% ya wafanyakazi wanaohisi mchango wao kutambuliwa na kuthaminiwa katika kampuni mara nyingi huishia kujituma zaidi kazini na kuongeza juhudi zaidi kazini. Huku 69% wakiongeza uaminifu zaidi katika kampuni au taasisi wanazofanyia kazi. Na kwa upande mwingine 50% ya watu ambao wanaachana au kuacha kazi au kushindwa kushirikiana kwa ufanisi inahusishwa na kuona kwamba mchango wao hauthaminiwi wala haupewi thamani au kutambuliwa ipasavyo. Umepata nini hapo? Hii inatufundisha jambo kubwa sana, kwamba hakuna mafanikio yanayopatikana bila kushirikiana, lakini pia hakuna mshikamano unaodumu bila kutambua mchango wa wenzetu katika huo mshikamano wetu. Yaani kwamba tunafanya kazi pamoja lakini hatutambui mchango wa watu ambao tuko pamoja, then basi huu mshikamano wetu hauwezi kudumu. Kwa hiyo katika somo la leo nataka tuzungumzie umuhimu wa kutambua mchango wa wale tunaoshirikiana nao, au umuhimu wa kutambua mchango wa wale unaoshirikiana nao. Tukisema tunatambua mchango wao, ina umuhimu gani? Point ya kwanza, huongeza mshikamano na ushirikiano. Yaani ule mshikamano wetu na ule ushirikiano unaongezeka zaidi. Unapothamini juhudi za wenzako, unajenga uhusiano kuwa mzuri zaidi, kwa sababu mtu ataona kabisa kwamba Bwana Ibrahim ananithamini, ananiamini, ananithamini. Kwa hiyo naye atajiongeza, lazima naye atakulipa hivyo, naye atakuwa anakuthamini, naye atajiongeza pia katika kushirikiana na wewe zaidi, kwa sababu na ule ukaribu utaongezeka. Lazima atakuwa anaona kwamba chochote kikitokea anahitaji kuzungumza na wewe. Kwa hiyo wakati mwingine itasaidia hata kutatua changamoto nyingi ambazo huenda kampuni yenu ingepata kwa watu kuficha tu taarifa, lakini kukiwa kuna ule uwazi na kuna kuthaminiana, kutambua mchango wa watu inafanya urafiki unaongezeka, pia watu wanakuwa karibu. Watu wakiwa karibu, watu watasema chochote kikitokea hata kidogo, mtu bado unajua kuna kitu fulani nimeona, kumbe kile kitu huenda kingezaa tatizo kubwa zaidi. Lakini ingekuwa kuna ile kwamba watu hawathaminiwi, watu wanakuwa wana vinyongo nini, mtu anaona kitu chochote anaona poa tu anaondoka zake, tatizo kubwa linatokea, kumbe tatizo lingeweza kuonekana mapema na lingeweza kusemewa. Nafikiri unanielewa ninachokisema. Kitu cha pili, huchochea ari na ufanisi. Watu wanapojua kwa mchango wao unatambuliwa zaidi, mara zote wanakuwa na motisha zaidi ya kufanya kazi, kwa sababu wanatambuliwa. Yaani wanataka sasa kuonesha zaidi. Ni kama watoto, huwa hata watoto hii ipo sana. Mtoto ukimsifia, akafanya jambo ukamsifia, mashallah, umefanya vizuri wewe, mkali sana. Anataka anakuonesha kwa masifa sasa, anakuwa anafanya mara nyingi ile kitu, anakuwa anafanya mara nyingi ile kitu. The same thing hata kwenye companies. Ukifanya hii kwa watu wa kampuni yako, watafanya hivyo hivyo pia, kwa sababu watakuwa wanataka kuonesha zaidi ili wape zile sifa zaidi. Kwa hiyo wewe kama kiongozi ukitumia hii kama technique, kama trick, itakufikisha mbali zaidi na italeta mwisho wa siku matokeo mazuri kwenye kampuni, itainuka juu zaidi, kwa sababu wewe utakuwa unasaidia wale watu watakusaidia kampuni yako ikue. Sasa kwa sababu kampuni inategemea watu. Sasa ikwenda katika viwango vya ubora wa hali ya juu. Point ya tatu, inakuza sana uaminifu na heshima. Kutambua juhudi za wengine siku zote huongeza uaminifu kati yenu, lakini pia hata ile level ya heshima, jinsi mnavyoheshimiana, inafanya kila mtu anaheshimu nafasi ya mwenzie, kwa sababu anakuona wewe sio mtu ovyo ovyo, haumchukulii poa, haumchukulii kwamba mtu tu ambaye yupo hana kitu cha kufanya. Anaona unathamini uwepo wake, na yeye atakuheshimu sana siku zote. Na kupitia kuheshimiana, huenda tukafanya vitu vingi sana vizuri vyenye mafanikio na maendeleo pia kwa pamoja. Sawa? Kwa hiyo baina ya vikundi, wafanyakazi au familia, itafanya sana mazingira ya kazi yawe mazuri, kwa sababu hiyo tu, kwamba mtu mmoja au uongozi umeonesha unatambua mchango wa watu, na watu wanaongeza uaminifu na heshima kwa wale viongozi wao pamoja na watu wengine ambao wako nao kwenye ground moja. Kitu cha 4, huongeza ubunifu na kujituma. Sahihi kabisa. Kumbuka pointi iliyopita nimekwambia kwamba itafanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Mazingira ya kazi yanapokuwa mazuri, ndipo hata vichwa vya watu vinaweza kufungua ubunifu zaidi na kujituma zaidi. Lakini ikiwa ni kinyume chake,
ina maana watu watakuwa wanafanya kazi kwenye mazingira ambayo yana stress, yana msongo wa mawazo. Watu wanapofanya kazi kwenye msongo wa mawazo na stress, wana maswali mengi kuliko majibu. Utafikiria saa ngapi vitu vya kibunifu vinatokea wapi? Kwa sababu ubunifu wao unatokea kwenye akili salama ambayo imetulia, kuna utulivu kwenye akili hiyo. Ndio mtu anaweza kafikiria okay, hivi tunaweza tukafanya hivi kawa hivi. Lakini kama kuna stress, vitu vya ovyo, watu wana hasira imetawala kazini, saa ngapi watu watafikiria ubunifu? Kutakuwa ina maana watu watakuwa wanafanya tu kazi kwa wanafanyia kazi tu ule mshahara, wanafanyia kazi mazoea, wanakuja tu kazini kwa kuwa wanatakiwa kuja afu waondoke. Then wewe mwenye kampuni au mwenye hiyo taasisi utapata hasara kwa sababu ya style kama hiyo. Sawa? Na kitu cha mwisho cha 5 ambacho nimekuandalia leo hii, itasaidia sana kuimarisha mafanikio ya kikundi, taasisi au kampuni. Fikiria vitu vyote nilivyovisema huko juu. Mwisho wa siku vyote vinamaanisha kwamba kampuni hii lazima itafanikiwa kwa sababu watu wote watakuwa wanafanya kazi katika mlengo mmoja. Yaani wanakuwa parallel, wanaelewana, wanafanya kazi kama team, wanafanya kazi kwa umoja, hakuna makundi, hawajigawi, huyu sijui yuko na yule, wanamsema yule, hawa na wale wanabifu na yule. Ushaona kwenye kampuni moja ina maana ni team moja. Lakini kuna kampuni ukienda team moja, ndani ya team moja kuna team zingine 2 3. Yaani kuna wale pale, kuna wale pale, kuna wale pale. Na kuna wale wengine wao wanaelewana na boss. Ni mambo ya ovyo sana, you see? Lakini yote haya unaweza ukayaua na kusawazisha na kuweka mambo sawa ikiwa utajitahidi sana kutambua mchango wa watu, sawa? Na itasaidia sana kujenga utamaduni wa mshikamano na kuleta mafanikio makubwa kwa ujumla. So kipi ambacho umejifunza leo hii? Tuambie chini hapa kwenye comment section. Nitasoma, tutapitia, tutaona. Usiache kusubscribe na kushare kwa watu wengine ambao unaona kwamba maudhui haya yatawasaidia. Till next time, bye bye.